Basi hujambo mpenzi mtazamaji anayenifuatilia kwa wakati huu. Nakushukuru na ni matumaini yangu kwamba umekuwa na weekend njema, yani weekend bora. Weekend ambayo bila shaka ilikuwa na matumaini. Mimi yangu imekuwa bora. Kwanza ni kwamba timu zote ambazo ninashabikia zimeshinda. Timu ya Arsenali ilishinda 3-0 na bila shaka tunaamini kwamba watachukua ligi. Timu ya City wakashinda pia 3-0, pia tunaamini kwamba wako katika mchakato wa kushinda ligi. Timu ya Manchester ikashinda 2-0, pia wako katika mchakato wa kushinda ligi. Na bila shaka mambo kama haya ndio yanafanya sisi tuseme kwamba ligi hii bado haijaenda, hata kama kuna mwanya wa alama 6, hilo si tisho. Basi ninataka tu kwa ufupi nikueleze kwamba katika hii tasnia ya fasihi kuna mengi ambayo tunakumbana nayo kila uchao. Kwa mfano kwa sasa hivi katika gredi ya 10 kuna sasa hivi somo la fasihi tunalifunza kama somo pekee, bila kuzingatia kwamba kama katika huu mfumo wa 8-4 ambao unaisha, tumekuwa na somo la fasihi limekuwa likifunzwa pamoja na somo la Kiswahili kama somo moja tu. Ila kwa sasa kuna somo la Kiswahili ambalo ni la lazima kwa wanafunzi wote wa gredi ya 10. Na leo hii pia kuna somo ambalo ni somo ya Kiswahili ya fasihi, ama fasihi ya Kiswahili, samahani. Kuna fasihi ya Kiswahili na pia kuna literature in English, na pia kuna Kenya Sign Language ambayo mwanafunzi kama anatamani kufanya mojawapo, bila shaka ana ule uhuru wa kufanya hivyo. Kwa hivyo nilikuwa nimetanguliza hapo awali kwamba kuna riwaya ambayo ni Fumbo la Baba ambayo imeandikwa na huyu mwandishi anaitwa Ken Wasike, ambayo tutakuwa tunajukumika kwa ajili ya kuwafunza wanafunzi wa gredi ya 10. Ila kwa sasa tumepata pia tamthilia ambayo ni Jahazi la Mchongoma ambayo imeandikwa naye bwana Genga Okach. Ni mwalimu wa pale wa shule ya upili wa vulana Maseno. Ameandika na imechapishwa na shirika la Mountain Top Educational Publishers. Kitabu hiki tumekipokea leo hii, tumekipokea katika shule yetu, na bila shaka wiki hii tunaanza kujukumika kwa ajili ya kuwafunza wanafunzi wa gredi ya 10. Jahazi la Mchongoma ni tamthilia ama mchezo ambao unashughulikia masuala mbalimbali, kwamba maovu ni maovu bila kujali ikiwa yalitendwa zamani, juzi, jana ama leo. Kadhalika maovu ni maovu bila kujali vyeo, mamlaka, dini wala umri. Hivyo viongozi wa sasa wanavunja sheria wanaporejelea maovu yaliyotendwa na wenzao waliotangulia kuhalalisha matendo haramu. Ni kauli ambayo bila shaka imeandikwa kwamba Jahazi la Mchongoma, tamthilia hii inaangazia visa vya ukiukaji sheria, wakati huo huo ikihimiza mwananchi kuwajibika ili kupindua serikali dhalimu kupitia uchaguzi wa amani. Silaha thabiti ni mapinduzi kupitia uchaguzi wa kidemokrasia ambao hatimaye unawapa viongozi waadilifu usukani. Uongozi unaoheshimu haki za binadamu unaimarisha maendeleo ambayo yamepigiwa debe katika ruwaza mbalimbali. Kwa hivyo ni riwaya, ni tamthilia ambayo ninataka tu kukueleza kwamba tutakuwa tunaiwajibikia kwa ajili ya wanafunzi wa gredi ya 10. Wale ambao wamechagua somo la Kiswahili, fasihi ya Kiswahili, wamechagua somo bora ambalo linampa mwanafunzi fursa ya kufikiria, kuchanganua na kudadafua masuala mbalimbali ambayo yanayadhiri jamii ya kisasa katika sehemu tofauti. Bila shaka hili ni swala ambalo linahusu uongozi dhalimu, linahusu masuala na ufisadi ambayo yameangaziwa kwenye kitabu hiki. Na pia tukiangazia swala la wahusika, ni kwamba wahusika ni tofauti. Kuna Salua ambaye ni nahodha mstaafu. Salua, na mnajua nahodha mstaafu wa nchi hii ni nani? Kuna Rashidi, nahodha anayeongoza jahazi kwa sasa. Na ukumbuke kwamba jahazi, tunaambiwa kwamba Jahazi la Mchongoma, na jahazi ni jazanda ambayo inarejelea huenda ni kama taifa, linaweza kuwa ni eneo gatuzi,
Inaweza kuwa pia ni shule, jahazi la mchongoma. Kuna methali inasema kupanda mchongoma, kushuka ndio ngoma. Unapotenda maovu ya kiaibu, unaona kwamba hayo maovu yanaleta masuala ya aibu katika maisha ya binadamu. Kwa hivyo kujitoa hayo maovu, ama kujivua yale maovu uonekane tena kuwa mtu bora, inahitaji ukakamavu na inahitaji uelewa zaidi wa watu ambao unawaongoza ama unawazingira. Pia kuna Kambale, naibu wa nahodha na mshauri wa Rashidi katika masuala ya kisheria. Bila shaka haya ni masuala ambayo yanaendelea katika njia. Sasa fasihi ni kioo cha jamii. Kuna Mlika, kiongozi mkuu wa upinzani. Hapo awali alijiita taa wakati wa enzi tulivu. Waridi, mkewe Rashidi. Azizi, mmoja wa wahudumu kwenye jahazi. Kuna Mwajuma, mmoja wa wahudumu kwenye jahazi. Kuna Zuhura, mmoja wa wahudumu kwenye jahazi. Kuna Noa, mhandisi mkuu katika jahazi. Kuna Patasi, naibu wa mhandisi katika jahazi. Kuna kina Buldoza, mawakala wa shirika la kimataifa linaloshiriki ufisadi. Kuna Nguchiro, msimamizi wa kaunti kwenye mtandao wa kijamii. Kuna Mbuyu, mmoja wa washiriki katika mtandao wa kijamii. Kuna Dingo, mmoja wa washiriki katika mtandao wa jamii. Mode, mmoja wa washiriki katika mtandao wa kijamii. Kuna Sumba, mmoja wa washiriki katika mtandao wa kijamii. Kizito vile vile, kuna Fadhili, kuna Ngiri, na pia kuna watu wasafiri kwenye chombo wakiongozwa na Maria na Chunga. Sasa hapa wasafiri ni sisi. Akina in quotes wanaitwa Wanjiku. Hao ndio wasafiri. Mawisho hapo wale aliitwa Kambaleo wakati wa enzi tulivu. Kuna Chunga, mmoja wa shiriki katika mtandao wa kijamii. Kuna mtangazaji, mmoja wa hudumu kwenye jahazi, na kuna kiongozi, mmoja wa hudumu kwenye jahazi. Na bila shaka hii ni riwaya ambayo ni tamthilia, tamthilia ambayo inafurahisha kweli kweli. Ukisikia wale wahusika na vyeo, inatupa mwelekeo fulani. Kwa hivyo ewe mpenzi wa Kiswahili, msomaji unayependa, tafuta tamthilia hii, Jahazi la Mchongoma, na itakuwa baraka. Sisi hapa wale wanafunzi ambao tunao, tutajukumika kwa kuhakikisha kwamba elimu anayopata ni elimu ambayo ni bora, na kuhakikishia mikononi mwangu mwanafunzi yeyote tutamnoa atatoka hapa akiwa wembe ama chuma. Kwa hayo tu kwa sasa, nashukuru. Asante kwa kunifuatilia. Tafadhali tuma maoni yako kwenye ukurasa wangu hapo, Simiyu Barasa. Toa maoni, uliza swali iwapo unalo, nami nitafurahia. Kitabu kimefika mikononi mwa idara, na wale wanajua kwamba hii ni idara imara kama simba marara. Asante sana. Are you there? Kabisa. Now, yes. Why do you go by this?